the mighty name of Jesus. Ninakukaribisha mtazamaji wangu ambaye unanitazama ukiwa pale nyumbani. Jina langu naitwa Brother Lawrence Dono, na nimeokoka. Yesu ni Bwana, ni kimbilio na tegemeo katika maisha yangu. Ninahudumu nikiwa kiongozi wa vijana katika kanisa hili la Pefa na Rumoru, na nahudumu nikiwa chini ya upako wa Askofu Daktari Wilson Vu, ambaye ni kwa upako wake ambapo tunatumikia Bwana. Bwana ni aboshu. Bwana asifiwe. Niko nimejiunga na nyinyi usiku wa leo, tugawane nani neno lililo na mada ama lililo na kichwa ambacho kinasema there is a safe place called Goshen. There is a safe place called Goshen. Bwana asifiwe. Nataka useme ukiwa pale nyumbani ya kwamba there is a safe place called Goshen. Na ningependa tusome moja kwa moja kutoka kitabu cha tutasoma kutoka kitabu pale cha Genesis. Yes, tutasoma not Genesis. Tusome kutoka kitabu cha samahani. Tutasoma kutoka kitabu cha Kutoka 9, nianzie pale mstari wa 20. Kutoka 9 tuanze mstari wa 20. Na nitasoma. Those officials of Pharaoh who feared the word of the Lord hurried to bring their slaves and their livestock inside. But those who ignored and the word of the Lord left their slaves and livestock in the field. Verse 22. Then the Lord said to Moses, stretch out your hand toward the sky, so that hail will fall all over Egypt, on people, and animals, and on everything growing in the fields of Egypt. When Moses stretched out his staff towards the sky, the Lord sent thunder and hail, and lightning flashed down the ground, so that Lord rained hail on the land of Egypt. Verse 24. Hail fell, and lightning flashed back and forth. It was the worst storm in the land of Egypt since it had become a nation. Throughout Egypt, hail struck everything in the field, both people and animal. It beat down everything growing in the field and stripped every tree. Verse number 26. The only place it did not hail was the land of Goshen, where the Israelites were. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nimekuja kukuletea ujumbe wa Bwana siku ya leo. Amenituma nikwambie ya kwamba kuna pahali ambapo ni safe. Kuna pahali ambapo hakuna shida. Kuna pahali ambapo you can find security, ambapo panaitwa Goshen. Bwana asifiwe. Hii ni hadithi ya wana wa Israeli walipokuwa pale nchi ya Misri, na walikuwa wanateswa, walikuwa wanafanyishwa kazi mzito bila mshahara. Lakini siku moja Bwana akaona ni vyema aweze kuwakomboa kutoka mikono ya watu wa pale Misri. Kwa hivyo Bwana akamtuma Musa ili aweze kwenda kuwakomboa wana wa Israeli. Lakini wakati Musa alifika pale, Farao hakuwa anataka kuwaachilia wana wa Israeli. Kwa hivyo Bwana akaanza kutuma calamities, akaanza kutuma plagues, akaanza kutuma tauni moja baada ya nyingine. Akaanza kuwaangamiza, kuwapatia shida sana watu wa Misri. Lakini Farao akaendelea kuwa na moyo mgumu. Bwana asifiwe. Lakini kuna pahali ambapo Waisraeli walikuwa wanaishi. Kuna mji ambao Wanaisraeli walikuwa wanaishi. Pahali kulikuwa kunaitwa Goshen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Pale Goshen ndipo Wanaisraeli walipoitwa na ndugu zao ambao walikuwa wanaitwa kina Yusufu, ambao walikuja wakati wa mfalme fulani, walipewa mji ambao ulikuwa unaitwa Goshen. Kwa hivyo wakaendelea kuzalia pale na ikakuwa ndio makazi yao. Lakini Bwana alipokuwa akitaka kuwakomboa, akaanza kufanya, it was like threatening Pharaoh in order for him aachilie wana wa Israeli. Lakini tunaona ya kwamba Farao akaendelea kukausha moyo. Kwa hivyo siku moja Bwana akamwambia Musa ya kwamba ninataka ulete the hail. Hail ni ile fog. I know you understand what fog is. And this fog was together with lightning and thunderstorm, and it could a hail has possibility of destroying vegetation and everything living on the surface of the earth.
lakini napendezwa na maandiko yanasema ya kwamba hata kama kulitokea ile tauni ambayo ilikuwa kali sana, ambayo ilikuwa inamaliza kila kiumbe kilichokuwa nje, tunaona ya kwamba haikuweza kuwadhuru wana wa Israeli. Bwana asifiwe. Mahali ambapo Waisraeli walikuwa wakiishi, mahali ambapo palikuwa panaitwa Gosheni, zile tauni hazikuweza kufika mahali pale. Bwana asifiwe. Najua naongeleshia mtu ambaye pengine ako na madeni, naongeleshia mtu pengine amefutwa kazi katika huu msimu wa coronavirus. Mambo ni mengi sana, lakini nimekuja kukuambia siku ya leo ya kwamba kuna kimbilio, kuna mahali pa kupotelea ambapo utapata security, ambapo hautaguzwa na ambacho kinaendelea katika dunia, mahali ambapo panaitwa Gosheni. Bwana asifiwe. Bwana ni agoshwe. Tunaona ya kwamba wana wa Misri waliletewa tauni hadi kufika mahali ambapo kukakuja giza. Nataka upige picha ya kwamba kuna giza katika nchi nzima, lakini katika kijiji kilicho katika ile nchi hakina giza. Bwana asifiwe. Nataka nikwambie ya kwamba Bwana ambapo atakuficha, hata kama mambo mengine yatakuwa yamekuzingira mabaya, kama ambavyo alisababisha nuru katikati ya giza, nataka ujue kwamba Gosheni iko ndani ya Misri, lakini wakati tauni ya giza ilifika, giza haikuingia Gosheni. Kwa hivyo Bwana akona nguvu za kukutenga. Hata kama kuna mambo hii tunasikia ya coronavirus, tuna mambo ya kiuchumi umezorota, tunasikia ya kwamba hakuna pesa, tunasikia ya kwamba mambo yanaenda murama, kila kuchao tunasikia taarifa mbaya. Bwana ako na mahali pake pazuri pa kuficha wateule wake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nataka mtazamaji wangu useme ya kwamba kuna pahali panapoitwa Gosheni, in the mighty name of Jesus. Kwa hivyo ninaona ya kwamba maandiko yanasema ya kwamba hakukuwahi kuwa na tauni kama ile. Biblia ina record pale katika mstari wa 24 ya kwamba the hail that fell on the land of Egypt. Hakukuwahi kuwa na tauni, hakukuwahi kuwa na jambo kama lile tena katika kutoka Misri ilipotajika kama nchi. Nataka niwaeleze ya kwamba kumetokea mambo ambayo yamefanyika hivi majuzi kama hii ambayo tunaita coronavirus, na hakujawahi kuwa na jambo kama lile tena. Hakujawahi kuwa na mtu akona experience ya kutibu ule ugonjwa. Hakujawahi patikana mtu aliye na ujuzi ya kukabiliana na ule ugonjwa. Lakini nataka nikwambie ya kwamba hata kama mambo hayajulikani, hata kama mambo hayana solution, the Lord has his own solution. Bwana asifiwe. Bwana ni agoshwe. Bwana asifiwe. Ninapendezwa na maandiko yaliyo katika kitabu cha Ayubu ya kwamba siku moja malaika wakaenda kujitokeza mbele za Bwana na wakamwambia, walikuwa wanajitokeza, lakini pia shetani akaandamana pamoja nao. Na Bwana akamuuliza shetani, je, wewe ulikuwa wapi? Umenionea mtu wangu ambaye ni mwaminifu, ambaye anaitwa Ayubu pale katika ardhi. Lakini shetani akamjibu Bwana akamwambia ya kwamba ndio nimemuona, lakini usifikirie ni ya kwamba anakucha sana, ni kwa vile umemwekea ua. Bwana asifiwe. Ni kwa vile umezingira mali yake na so on and so forth. Lakini Bwana akamwambia, nimekutuma wewe ukamjaribu. Nimekutuma wewe ukamjaribu, lakini usiguze nafsi yake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Napendezwa na maandiko ambavyo shetani aliweza kumwambia Bwana ya kwamba umemwekea ua. Kwa hivyo kuna ua, kuna uzingiro, kuna ile hali ya kuzingirwa ambaye Bwana huzingira watu wake. Bwana asifiwe. Ndio sababu mabaya yasiweze kukupata. Hata kama uko katika kampani na watu wameanza kufutwa kazi, Bwana ako na ua ya kukuzingira ili usiweze kupatwa na lile jambo. Bwana asifiwe. Kwa sababu kuna mahali pazuri paitwapo Gosheni. Bwana asifiwe. Ninapendezwa na hawa watu walikuwa wanaitwa Shadrach, Meshach and Abednego walipotupwa katika ziwa la moto. Na kwa vile tunajua ya kwamba scientifically na ambavyo tunajua natural ya kwamba ukitupwa katika moto lazima the fire will consume you. Lakini I love the way God aliwazingira, akawazingira na ua yake, akawapeleka mahali pake penye usalama ambapo hawakuweza kuteketea, hata unywele hata mmoja wa vichwa vyao haukuweza kuungua. Bwana asifiwe. Ninataka nikutie moyo siku ya leo, ninataka kukutia moyo siku ya leo ya kwamba usipate shaka, usishtuke, usipate ile hofu ya kwamba mambo yanaenda hivi, mengine yanaenda hivi. Nataka ujue siku ya leo ya kwamba kuna pahali Bwana huficha watu wake. Bwana asifiwe. Kuna pahali Bwana huficha watu wake. Bwana asifiwe. Wakati Yesu walikuwa wanaenda pamoja na wanafunzi wake wakivuka katika ziwa, na ghafla mawimbi yakaja,
yakaanza kupiga merikebu, na merikebu zingine maandiko yanasema zikaanza kuingiza maji, hata waliokuwa wakisafiri na wao kwenda ng'ambo nyingine, merikebu zikaanza kuyumbayumba. Bwana asifiwe. Na wakakaribia kukufa, lakini Yesu alikuwa katika merikebu iliyokuwa na wanafunzi wake. Kwa hivyo baada wakamwamsha Yesu, wakamwambia ya kwamba Yesu, mbona umelala na tunaangamia? Lakini Yesu ako na mahali pake salama. Bwana asifiwe. Alipoamka akatuliza mawimbi, alipoamka akatuliza bahari. Bwana asifiwe. Nataka nikwambie siku ya leo, pengine kuna mawimbi katika maisha yako, pengine kuna mawimbi unapofanya kazi, pengine kuna mawimbi hata ambapo unategemea riziki yako, lakini nataka nikwambie kama uko na Yesu uko na mahali salama. Bwana asifiwe. Kuna mahali salama. Bwana asifiwe. Mungu hata kuruhusu uangamie, Mungu hata kuruhusu upate mabaya. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Na kuna maandiko yaliyo katika kitabu cha Nambari, ningependa tusome katika kitabu cha Nambari ama Hesabu, Nambari ama Hesabu. Inasema katika kitabu cha the Numbers 31:49, katika kitabu cha Hesabu 31:49 inasema ya kwamba after all your servants have counted themselves and none is missing. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ninapendezwa sana na yale maandiko yanasema ni watu walikuwa wametumwa katika vita. Ilikuwa zile nyakati za kitambo wakati wa Musa, na walikuwa wametumwa katika vita, na sasa wakarejea, wakakuja kujitokeza mbele ya mkubwa wao, wakamwambia, sisi watumishi wako tumejihesabu kila mmoja, tumehesabu ambacho tulienda nacho, lakini hakuna hata kimoja kimekosekana. Not even one of us is missing. Bwana asifiwe. Bwana atakapokuzingira, Bwana atakapokupeleka mahali pake panapoitwa Gosheni, atakapokulinda na ua lake, atakapokuzingira pahali pake penye usalama, kwa hakika utasema, nimehesabu nilichoanza nacho hiki kipindi cha corona, na hakuna hata kimoja kimeisha. Bwana asifiwe. Nimehesabu wana wangu, nimehesabu watu wetu kutoka wa kwanza hadi wa mwisho, na hakuna hata mmoja amezombwa na janga hili la corona. Bwana asifiwe. Utahesabu siku zote katika mwaka, useme ni kweli katika mwaka wa 2020 kulikuwa na corona virus, lakini kutoka siku ya kwanza hadi ya mwisho hakuna siku tumelala njaa. Bwana asifiwe. Kwa nini utafanya yale mambo? Kwa sababu Mungu atakuwa amekuzingira, Mungu atakuwa amekuwekea ua, Mungu atakuwa amekuweka pahali pake penye usalama. Praise the name of the living God. Bwana asifiwe. Ninataka ujue ya kwamba hawa watu waliokutumwa katika vita, watu katika natural, katika kwenda vita, you either survive or die. Bwana asifiwe. It's either you win or you get to win. Bwana asifiwe. Lakini naona katika maandiko wanasema ya kwamba hakuna hata mmoja tumepoteza. Bwana asifiwe. Ni kweli walikuwa katika vita, ni kweli walikuwa katika hatari, ni kweli ya kwamba walikuwa katika maadui zao, lakini Bwana amewapa ushindi, na zaidi ya kuwapa ushindi, hakuna hata mmoja wao amepoteza maisha yake. Bwana asifiwe. Na kuombea popote ulipo ya kwamba Bwana ataweza kukulinda, Bwana ataweza kukuhifadhi, na ya kwamba utaweza kusoma siku moja ya kwamba nimehesabu chochote nilichokuwa nacho, na hakuna kitu ambacho kimepotea. Praise the name of the living God. Bwana asifiwe. Wakati wa Noa, watu Mungu akamwamrisha Noa ajenge safina. Watu walioingia katika safina wakati mvua ilinyesha ya masika, na mafuriko yakajaa kila mahali, na watu na viumbe na mimea zikaangamia zote, lakini ambao walikuwa pahali salama, maisha yao yakaokoka. Bwana asifiwe. Swali langu siku ya leo ni ya kwamba, je, uko pale Gosheni wewe, ama unatazama ukiwa nje? Nataka mjue ya kwamba, ninajua kwa siku hizi kuna pahali kuna vitu zinaitwa lockdown ambazo zimetokea, ambazo zinawekwa na serikali ili kudhibiti mambo kama ugonjwa. Na nataka niwaambie, si jambo ati nimekuja siku just the other day. Hata wakati wa Musa, wakati Yesu wa Musa huko Egypt, wakati watu kulipata giza, na ilikuwa giza totoro, watu walikuwa wanaishi kwa nyumba, kwa hizo siku zote kulikuwa na giza. Lakini pale Gosheni hakukuwa na giza. Kwa hivyo watu walikuwa wanaendelea pamoja na biashara yao. Je, wewe uko katika Gosheni ama uko nje? Kwa sababu kama hautakuwa pale Gosheni ndani, wewe utaangamia pamoja na wengine. Bwana asifiwe. Ni vizuri tuende pahali pa Bwana ambapo palipo salama, ili
tukaweze kuokoka, Bwana akiokoa watu wake. Je, tutaweza kuenda pale namna gani? Ni kupitia kumwamini, kupitia kuokoka. Kama wewe hutaokoka, utasema uko pahali salama pa Bwana namna gani? Ni vizuri uwe pale Gosheni, ili Bwana anapookoa Waisraeli pia wewe akuokolee pale. Bwana asifiwe. Ningependa kuomba na wewe ili Bwana akaweze kukuzingira na ua lake. Na wakati wengine watakuwa wakisema mambo ya mashida, wengine watakuwa wakiimba shida kila siku, sisi tutaendelea kunawiri, uchumi wetu hautazorota, mambo yetu yataenda vibaya, katika jina la Yesu Kristo. Let's pray. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya neno lako ambalo umetunenea siku ya leo, ya kwamba kuna pahali palipo salama ambapo panaitwa Gosheni. Siku ya leo Jehova, tumetambua ya kwamba mambo yanaweza kuwa yametuzingira ambayo ni mazito, ambayo hatuwezi kuyatatua, lakini tukiwa pale Gosheni, mji wako ambao ni mji wa usalama, utaweza kutuokoa Bwana. Waisraeli walipata kuokolewa hata kama wengine walikuwa na zile tauni. Hata sisi siku ya leo, hata kama kuna tauni katika hii dunia yote, tunajua sisi tuliokuamini Bwana, utaweza kutuzingira, utaweza kutuweka mahali pako palipo salama Bwana, kama ulivyowaweka Noa na watu wake katika pahali salama. Hata wakati mvua ilinyesha hawakuangamia. Hata sisi tunataka Bwana ukatuzingire, pamoja na mtazamaji wangu pale nyumbani, akaweze kumzingira Bwana pahali pako palipo salama, ili siku moja aweze kusema ya kwamba tulianza na mashida, lakini nimehesabu vitu vyangu vyote na hakuna kile ambacho kimepotea. Ninamwombea mtazamaji wangu ya kwamba ukaweze kumzingira na ua lako Jehova, ua lako la moto, ili asiweze kuangamia, katika jina la Yesu Kristo. Ukampata Bwana, tunakushukuru na tunakupenda jioni ya leo, katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Ningependa uendelee umwambie jirani yako na mwingine ya kwamba kuna pahali ambapo ni salama, ambapo panaitwa Gosheni. Kama ujumbe umekubariki, naweza simama nasi katika nambari zilizo katika screen yako, na Bwana atakubariki sana. Kuna pahali palipo salama ambapo panaitwa Gosheni. Bwana awabariki. Asante.